Na mpenzi mtazamaji wa Shabani TV popote ulipo, ni Suleiman Salum ukitaka kuniita Fajo Mafa. Nyuma kamera yupo Mr. Roni. Ni ligi ya Pesa Cup, mchezo ambao unapigwa kwenye uwanja wa Mosa. Ni mchezo ambao umekutanisha viboko wawili ambayo ni timu ya VB Sobibo pamoja na timu ya VN Center. Mchezo wa kiume sana, mchezo ambao unaleta mashabiki wengi kabisa, wamejaza uwanja kama unavyoona pande zote mbili, na napoona hapa kuna mabadiliko fulani ambayo nimeona hapa. Naweza nikasema kwamba ni kituko, maana kila watu wanaingia kwa raundi yao. Walioanza kuingia ni watu wa VB Sobibo na wakafuata watu wa VN Center, na utakuwa nami katika dakika 45 za kipindi cha kwanza na mpaka kumaliza dakika 45 za kipindi cha pili. Nipe masikio kama nami sambamba. Asante. Ni muda mzuri sasa ambao si mwingine utakuwa ni muda wa salamu pande zote mbili, ambazo ni salamu za unafiki kabisa, maana ni salamu za kupatanisha pande zote mbili. Na walioanza kutoa salamu ni VN Center na ambao wanafuata ni VB Sobibo kutoa salamu na kuzianza dakika 45 za kipindi cha kwanza. Endelea kwa pamoja nami katika dakika zote za siku ya leo. Mali kwa watu wa VB Sobibo, ni mpira mmoja mzuri sana, amejaribu kucheza namba 19 lakini mali imekwenda ndivyo sivyo. Amecheza vizuri namba 7 mgongoni wa timu ya VN Center, cheza vizuri. Mpira wa kurusha wamefaidi watu wa VB Sobibo, ni mpira mmoja mzuri sana ambao wamefaidi watu wa VB Sobibo, ni mali ya kurusha. Ni mpira mmoja mzuri sana wa kurusha na ameanzilisha mali, hataki kupoteza muda. Ni dakika zinazidi kuyoma, dakika 45 za kipindi cha kwanza. Amejaribu kucheza mali, yupo chini mchezaji wa VB Sobibo, amechezea madhambi na mchezaji wa timu ya VN Center yupo chini. Tunasubiri maamuzi kutoka kwa maamuzi wa kati, na tayari ameamua kwamba ni mkwaju wa penalty. Wamefaidi penalty watu wa VB Sobibo kwenye dakika ya 33 ya mchezo wa siku ya leo. Wamefaidi pena watu wa VB Sobibo. Ngoja tuone nini kinajiri baada ya mkwaju wa penalty huu, nini kitakachojiri. Namba 7 mgongoni amejitenga kupiga mkwaju wa penalty. Ngoja tuone nini kinajiri. Je, pena ikaleta matokeo mazuri kwa timu ya VB Sobibo au vipi? Tunasubiri kipenga cha maamuzi ambacho kitatoa maamuzi ya mwisho. Ngoja tuone, na wengine wapo chini wakiomba. Amejaribu kupiga ndani, goli la kwanza wa mchezo wa siku leo. Wameongoza watu wa VB Sobibo, amewainua mashabiki wa timu ya VB Sobibo. Tazama mashabiki wanavyofurahia bao ambalo limepigwa na namba 7 mgongoni wa timu ya VB Sobibo. Ushindi mkubwa ameutoa mchezaji. Mali kwa watu wa VB Sobibo, ameupiga mpira mbele, ni mali moja nzuri sana, imefika kwa golikipa wa timu ya VN Center. Moja kwa moja ameanzilisha mali, mpira katikati ya uwanja, cheza vizuri sana. Mali kwa watu wa VN Center, amecheza vizuri sana, alijaribu kulenga lango lakini mali imekwenda nje na tayari imekuwa ni goal kick. Ni goal kick faida ya VB Sobibo. Kumbuka kwamba VB Sobibo wameongoza bao moja dhidi ya timu ya VN Center, na ni dakika za kipindi cha pili. Ameanzilisha mali, golikipa hataki kupoteza muda, cheza vizuri. Mali ipo katikati ya uwanja, jaribu kucheza, tafuta namba 7 lakini mali imefika kwake golikipa, na tayari ni goal kick faida ya VN Center. Golikipa anawaambia kwamba sogeni mbele, boli iliende mbele. Ameanzilisha mali kumtafuta Hakim namba 19, cheza vizuri kwake 9, cheza, mjaribu kucheza lakini mali imekwenda ndivyo sivyo. Cheza vizuri katikati ya uwanja kwa VN Center,
Anajaribu kucheza, mali imekwenda ndivyo sivyo. Mali nzuri cheza na goalkeeper. Mali kwa watu wa VB Sobibo, ni goal kick faida ya VB Sobibo. Ameanzilisha mali, cheza vizuri kwa watu wa VN Center. Tuliza mali, jaribu kucheza, mali imekwenda ndivyo sivyo, cheza mbele. Mpira umesokezwa katikati ya uwanja, umeondolewa sehemu ya hatari. Mpira kwa watu wa VB Sobibo, jaribu kucheza vizuri, mali nzuri sana, cheza. Amejaribu kucheza daradara kwake namba 8, cheza vizuri 9, sogeza mbele, amesogezea namba 10 mgongoni, jaribu kucheza, mali imekwenda ndivyo sivyo, tofauti na malengo kwa VN Center. Ni mali nzuri, ipo katikati ya uwanja, bado mali ipo kwa watu wa VN Center, cheza vizuri 9, amejaribu kuchana mawimbi namba 6 mgongoni, lakini mali imekwenda ndivyo sivyo, na tayari ni mpira wa kurusha na faida ni ya VN Center kuelekea kwenye lango la VB Sobibo. Azilisha mali, cheza vizuri 9 mgongoni, jaribu kuchana mawimbi, lakini wapo vizuizi kabisa, wapo makini, na kipenga cha maamuzi kimelia kuashiria kwamba ni free kick ambao wamefaidiwa tu wa VN Center kuelekea kwenye lango la VB Sobibo. Amejitenga 10 mgongoni kuipiga free kick hiyo kuelekea kwenye lango la VB Sobibo. Sintofahamu kwa wachezaji, si unajua tena mikiki ya uwanjani, uwanja ikosi. Amejaribu kupiga mali ndani, lakini wako vizuri sana beki wa timu ya VB Sobibo. Wameondoa mali katika sehemu ya hatari, cheza vizuri, mali ipo katikati ya uwanja, sogeza mali, jaribu kucheza mpira wa kichwa kwa watu wa VB Sobibo. Ametengewa mali nzuri sana namba 8 mgongoni, ameingiza ndani na ndio kutoa maamuzi ya mwisho. Hakuna, mali imekwenda ndivyo sivyo, bado mali ipo kwa chana mawimbi, mali imekwenda nje na mpira kurusha. Amefaidiwa watu wa VB Sobibo kuelekea kwenye lango la VN Center. Amezilisha mali, hataki kupoteza muda, cheza, na imekuwa ni kona kiki, lakini Shaki Bendera akasema kwamba tuendelee na boli, na imetengwa goal kick na mali imeanzilishwa. Cheza vizuri kwa watu wa VN Center, cheza 11 kumtafuta 9, tuliza mali vizuri, chana mawimbi mbele, mpira umetengwa sehemu ya hatari, lakini mali imekwenda ndivyo sivyo, cheza mpira na umekuwa ni mpira kurusha, faida ni ya VB Sobibo. Ngoja tuone nini kitajiri, dakika zinazidi kuyoyoma, cheza vizuri, ujaribu kucheza mali kwa watu wa VN Center, cheza kwake 11 mgongoni, cheza namba 9, mali imemfikia golikipa, bado mali kwa watu wa VN Center, amejaribu kulenga lango lakini mali imekwenda ndivyo sivyo. Ameutuliza namba 10 mgongoni, mcheza madhambi, lakini wamesema kwamba tuendelee na boli kwa watu wa VB Sobibo. Ni mali moja nzuri sana, mcheza madhambi, lakini imekwenda ndivyo sivyo. Mwamuzi amesema kwamba tuendelee na boli. Ni mpira moja nzuri sana, amepewa namba 10 mgongoni wa timu ya VB Sobibo, amechana mawimbi mpaka ndani. Ngoja tuone nini kajiri. Goli la pili wa timu ya VB Sobibo, wameongoza mabao mawili kwenye mchezo wa siku ya leo. Tazama mashabiki wanavyofurahia bao. Bwana wewe. Hakika nimekwambia mpira wa leo ni kali sana. Mashabiki wa timu ya VB Sobibo hawaamini kinachojiri. Asante sana. Kocha amini ni kuishia tu kucheka. Hakika mpira umeleta furaha. Hakika mpira umeleta matumaini kwa watu wa VB Sobibo. Watu wa VN Center hawaamini nini kinajiri. Wameanzilisha mali, hawataki kupoteza muda. Leo kwamba ni dakika za jioni, dakika za lala salama.
mali kwa watu wa VN Center. Cheza mali kwake namba 7 mgongoni, alikucheza akaenda ndivyo sivyo. Cheza mali po katikati ya uwanja, tuliza mali, cheza vizuri sana, mjaribu kumtafuta namba 19 lakini mali imekwenda ndivyo sivyo. Cheza chini, yupo chini mchezaji wa timu ya VN Center, ametereza kama nilivyokuambia kwamba tope ni kali, na ni mpira kurusha mali kwa watu wa VB Sobibo. Cheza vizuri, mali kwa katikati ya uwanja kwake 17 ngongoni, tayari kucheza mali kwa watu wa VB Sobibo. Amepewa tena namba 10 ngongoni, lakini umekuwa ni mpira kurusha na faida ilikuwa ya watu wa VN Center. Wanataka kupoteza dakika, wanaanzilisha mali kwa watu wa VB Sobibo. Cheza vizuri, mali imeshushwa chini, jaribu kucheza, jaribu kusogeza mbele, na imekuwa ni kona kick. Ni kona kiki, wamefaidi watu wa VB. Amejaribu kucheza, mali imekwenda ndivyo sivyo. Amejaribu kucheza lakini mali imekwenda nje. Ni mpira wa kutengwa au ukitaka kuita goal kick. Na mali ni ya VB Sobibo. Ameanzilisha mali, goalkeeper. Cheza vizuri, amejaribu kuingiza ndani, mali imekwenda ndivyo sivyo. Piga kwa watu wa VN Center, na ni goal kick. Ni goal kick. Cheza vizuri, amesogeza mali ndani, lakini imekwenda ndivyo sivyo. Mali imekwenda ndivyo sivyo, na ni mpira kurusha. Ameanzilisha VN Center, mali imekwenda nje tena, amerusha taki kupoteza muda. Kumbuke kwamba VN Center ni 0, VB Sobibo bao 2. Amecheza mali, kucheza mali kwa watu wa VB Sobibo, namba 3 mgongoni. Cheza vizuri kwake 7, mjaribu kumtafuta namba 10 lakini mali imekwenda ndivyo sivyo kwake goalkeeper wa timu ya VN Center. Ameanzilisha mali, hataki kupoteza muda, amecheza vizuri, tuliza mali. Yupo chini mchezaji wa VB Sobibo akidai kwamba ametenda madhambi. Waja tuone mwamuzi akasema kitu gani. Mwamuzi amesema kwamba simama na tuendelee na boli. Ni goal kick na mali ni ya VN Center. Mwamuzi amesema kwamba ni offside. Alikuwa katika eneo la kotea, na ni kama kumetokea sintofahamu. Ngoja tuone nini kinajiri, tuone mwamuzi nini atakachokisema. Maana nimeona mpira umetengwa, tunashindwa kuelewa kama ni free kick au ni kitu gani. Tukumbuke kwamba kuna mchezaji amefanyiwa madhambi wa timu ya bado kuna sitofahamu kati ya mwamuzi na wachezaji. Imesadikika kuwa ni free kick na wamefaidi watu wa VB Sobibo. Kama nilivyokuambia kwamba kuna mchezaji wa timu ya VB Sobibo amecheza madhambi na mwamuzi akasema kwamba ipigwe free kick. Sauti za kelele zinazidi kusikika.
sintofahamu, lakini mwamuzi amesema kwamba tuendelee. Amejitenga namba 2 mgongoni pamoja na namba 10. Tuone nani atapiga free kick hiyo ambayo wamefaidi katika kipindi hichi cha pili, kipindi cha lala salama, kipindi ambacho mtoto hatumwi dukani. Sauti za kelele zinasikika nje. Ngoja tuone nini kinajiri. Amejaribu kupiga lakini mali imekwenda ndivyo sivyo. Kwa watu wa Bebe Sobibo namba 10 ngongoni ili kucheza, lakini mali imekwenda ndivyo sivyo. Kwa watu wa VN Center ili kucheza namba 8, mali imesogezwa mbele kutafuta lango la Bebe Sobibo. Yuko vizuri mchezaji namba 8 wa timu ya Bebe Sobibo. Ili kucheza, ameingiza ndani, cheza vizuri, ameondoka katika eneo la hatari, lakini bado mali kwake namba 10 mgongoni, na tayari ilikuwa ni mpira wa kurusha. Mshika kibendera amesema kwamba tayari ni mpira wa kurusha, na mali ni ya VN Center kuelekea kwenye lango la Bebe Sobibo. Zipo sauti za kelele zinasikika nje, sintofahamu ambayo inaendelea hapo nje. Hatuelewi nini shida, lakini naona kocha anaongea sana kuhusiana na mchezaji anayeingia, mchezaji wa timu ya VN Center. Anadai kwamba mchezaji huyo hawamtambui na amewaambia wachezaji wake kwamba wakae chini wasiendelee na mchezo. Hakika kama nilivyokuambia kwamba mchezo wa leo ni mchezo ambao umeleta furaha kubwa sana kwangu. Kuanza utangulizi walivyoingia, kila watu wameingia safari yao, na mpaka sasa mchezo unaleta vurugu. Wanasema kwamba tuendelee na boli, ni bora mechi ishie hapa kuliko kuendelea. Wanadai kwamba mchezaji huyo ambaye ameingia dakika hizi hapa hawamfahamu. Tukumbuke ni dakika kabisa za kipindi cha pili ambazo hazijafika dakika 13, na wamekaa chini kuashiria kwamba waendelee na mchezo. Mchezaji mwenyewe huyu hapa namba 2 mgongoni, wanasema kwamba hawamfahamu, na kocha anawaamuru wachezaji wake kwamba wakae chini, hakuna kuendelea na boli. Ngoja tuone nini kitajiri baada ya sintofahamu hiyo. Waamuzi hawaelewi nini kinajiri, hawaelewi kwamba waendelee na boli au waishie hapa. Lakini nipe masikio, endelea kuwa nami Suleimani Salumu. Ukitaka unite Fajo Mafa, utakuwa na mimi mwanzo mwisho kabisa, na nitakupa nini ambacho kitajiri. Kama mechi itaishia hapa hatujui, kama mchezo utaendelea hatujui pia. Bado sintofahamu inaendelea kwa timu ya Bebe Sobibo. Wanadai kwamba mchezaji hawamfahamu, na kwa sababu hawamfahamu mchezaji huyo, wanadai kwamba hawataendelea na mchezo mpaka pale mchezaji huyo atakapotoka nje. Mwalimu wa timu ya Bebe Sobibo amedai kwamba wachezaji wake wakae chini, na yeye pia ameashiria alama ya kukaa chini. Huyo ndiye kocha au kitaka kumwita mwalimu wa timu ya Bebe Sobibo. Amekaa chini akidai kwamba anahitaji haki mchezaji huyo aliyeingia amfahamu, na kwa sababu ya hivyo anaomba kwamba mchezo usiendelee mpaka pale mchezaji atakapotoka nje. Tega masikio usikie jinsi wanavyolalamika watu wa Bebe Sobibo. Na ndugu mtazamaji, na hapo ndo ulikuwa mwisho wa mchezo wa siku ya leo. Imesadikika kwamba mchezo